Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena, ikiwa ni siku yetu ya pili ya mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa nayo kwenye chaneli hii ya Mwalimu Miriam Kasubayemo. Muda wetu ni kuanzia saa 4 mpaka saa 5. Tunakuwa tuna neno pamoja na maombi. Kwa hiyo nikukaribishe sana tena kwa ajili ya siku ya leo, tukiwa tunaendelea kwenye kile ambacho tuliishia jana. Na somo ambalo tumekuwa tunajifunza lina kichwa kinachosema Bwana, naomba nifunulie neema yako. Na lengo au msisitizo wa somo uko kwenye Mungu kuifunua neema yako ili uweze kufaidika nayo. Na nimekuwa nikikwambia kwamba kuwa na neema peke yake haitoshi kukufanya ukafaidika nayo, isipokuwa hiyo neema imefunuliwa kwanza. Na leo ikiwa ni siku ya pili tunapoendelea na somo hili, nataka tupate nafasi ya kutazama jambo la pili. Baada ya jana kutazama jambo la kwanza, nataka tuingie ndani kidogo kwa kutazama jambo la pili. Funika macho yako, nimshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako. Asante kwa ajili ya siku ya leo tena na kile ambacho Bwana umekikusudia kwa ajili yetu. Nasi watoto wako tuko tayari utuhudumie jinsi inavyokupendeza. Asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako katikati yetu. Asante kwa ajili ya hekima na maarifa na mafunuo ambao Bwana umeandaa kwa ajili yetu kwa siku ya leo. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, mkono wako mwema na uwe pamoja nasi tunapojifunza neno lako. Utuhuishe Bwana, katika jina la Yesu. Tufunulie akili zetu nasi tupate kuelewa na maandiko kwa utukufu wa jina lako. Amen. Na leo tunapotazama jambo la pili la somo hili ambalo tumekuwa nalo tangu siku ya jana, tukiangalia jambo la kwanza. Na leo tunataka tutazame jambo la pili, nalo ni hili: neema iliyofunuliwa inavyoweza kubadilisha historia au shuhuda wa mtu. Neema iliyofunuliwa inavyoweza kubadilisha historia au ushuhuda wa mtu. Neema iliyofunuliwa inavyoweza kubadilisha ushuhuda au kubadilisha historia au ushuhuda wa mtu. Na tunapotazama hili jambo, kwenye hili jambo la pili, tuna sehemu kama 3 hivi za jambo hili la pili. Tuna sehemu A, sehemu B na sehemu C, kama Mungu atatupa neema ya kufika huko. Na leo kwenye jambo hili la pili nataka tutazame sehemu A ya neema iliyofunuliwa inavyoweza kubadilisha historia au shuhuda wa mtu. Sehemu A. Andika: kuna uhusiano kati ya kufunuliwa kwa neema na kubadilishiwa historia au ushuhuda. Hilo ndio sehemu A ambayo nataka tutazame. Kuna uhusiano kati ya kufunuliwa kwa neema na kubadilishiwa historia au ushuhuda. Na kabla sijaingia ndani kidogo, nikupe maana ya haya maneno historia au ushuhuda. Maana yake nini? Neno historia maana yake ni hadithi au masimulizi watu wanayosemezana kukuhusu kwa mambo ya wakati uliopita. Neno historia maana yake ni hadithi au masimulizi watu wanayosemezana kukuhusu kwa mambo ya wakati uliopita. Kwa watu wanapoanza kuzungumza mambo yako ya wakati uliopita, ile namna wanavyokuzungumza wewe kwa mambo ya wakati uliopita, huo ndio tunaita historia. Na kila mmoja kuna aina fulani ya historia anayo. Mwingine ana historia nzuri, mwingine historia mbaya, kulingana na mambo aliyoyafanya kwenye wakati uliopita. Lakini tunapotazama juu ya utendaji wa hii neema iliyofunuliwa kwenye kubadilisha historia,
haiishi tu kwenye historia ya kwako, inaenda mpaka kwenye historia ya waliokutangulia. Na huku mbele tutaona juu ya hizi historia namna zinavyofanya kazi. Kwa hiyo tunapotazama jambo hili la uhusiano kati ya kufunuliwa kwa neema na kubadilisha historia au ushuhuda wa mtu, nataka uone hivi kwamba neema ikifunuliwa, kazi yake mojawapo si tu kwamba imebeba vile ambavyo tulivitazama jana, lakini ndani yake inafanya kukubadilishia historia. Manake kufanya watu wazungumze mambo tofauti na yale waliozungumza kwenye wakati uliopita. Lakini tunapozungumza juu ya ushuhuda manake ni mambo yanayosemwa ili kuthibitisha. Neno ushuhuda linatokana na neno ushahidi. Manake ni mambo yanayosemwa ili kuthibitisha, au maneno au mazungumzo yanayosemwa ili kuthibitisha mambo uliyoyafanya kwamba ndivyo yalivyo au sivyo yalivyo. Na tuna watu wengi sana ambao pamoja na kwamba kwenye zamani yao kuna mambo mabaya waliyafanya na wakaacha, lakini mpaka leo watu wakizungumza, wanazungumza katika yale walioyafanya ambayo tayari walishayaacha. Na watu wengi sana waga wanafika mahali sema, mbona ya mambo nilishayaacha muda mrefu, kwa nini bado yanazungumzwa mpaka leo? Mbona hivi vitu nilishaviacha muda mrefu? Hii historia mbona sio ya kwangu, ni historia ya baba, ni historia ya mama, ni historia ya mjomba, ni historia ya mababu waliotutangulia. Lakini kwa nini mpaka leo bado sisi familia yetu inatajwa katika namna ile ya waliotangulia? Takueleza sababu. Na kila mmoja wetu kuna historia fulani iko nyuma yake. Kila mtu ana historia yake. Ana historia ya kwake binafsi na ana historia ya mahali alikotokea. Tunatembea na historia za mikoa tuliyotokea. Na ndio maana ukitaja tu mkoa ni rahisi watu kuanza kumention mambo yaliyoko kwenye huo mkoa. Sasa kwenye mkoa fulani ndio watu wa aina fulani. Ukitaja tu mkoa fulani wanajua wabishi. Ukitaja tu mkoa fulani wanajua wahuni. Ukitaja tu mkoa fulani wanajua wazinzi. Ukitaja tu mkoa fulani wanajua ombaomba. Ukitaja mkoa fulani wanajua wapenda fedha. Ukitaja mkoa fulani wanajua wapenda sifa. Ukitaja mkoa fulani, ule mkoa umebeba historia fulani ambao huyu mtu hata kama yeye hana hicho kitu, lakini anajikuta anatembea na ile historia yake kwa sababu ya mahali alikotokea. Kwa anatembea na hiyo historia. Wacha nikupe mfano wa mtu mmoja anaitwa Yefta kwenye Biblia. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11. Utakutana na kaka mmoja anaitwa Yefta. Yefta alikuwa ni aliyezaliwa nje ya ndoa na mwanaume mmoja anaitwa Gileadi. Na alipozaliwa Yefta, yeye kazaliwa nje ya ndoa kutoka kwa mwanamke kahaba. Lakini pia huyu babake na Yefta alikuwa na mke mwingine ambaye ni mke wa ndoa. Na kule kwenye mke wa ndoa akapata watoto. Baadaye baba yao akafariki. Baba yao alipokufa, Biblia inasema ndugu zake wale watoto waliozaliwa kwenye ndoa wakamwambia Yefta, wewe hautarithi pamoja na sisi kwa sababu wewe ni mwana wa mwanamke mwingine ambaye ni kahaba. Na maandiko yanasema Yefta akaondoka, akakimbilia kwenye nchi ya Tobu, akakaa kule pamoja na watu mabaradhuri. Historia ya mama yake ndiyo iliyomgharimu. Kwa nataka uone hichi kitu kwamba historia ya mtu mwingine inaweza ikakugharimu. Historia ya mahali ulipotokea inaweza ikakugharimu. Historia ya watu unaoambatana nao inaweza ikakugharimu. Na ndio maana tunapojifunza hili somo juu ya neema iliyofunuliwa inavyoweza kukubadilishia historia yako, fuatilie vizuri.
ili kwamba tunaposema uombe, kwa sababu tuna watu wengi sana ambao wamekwamishwa na historia, ama za kwao wenyewe au za watu wengine, historia za watu wengine. Na nitakueleza uko mbele habari ya historia ya Yusufu. Historia ya Yusufu unasema ya namna gani? Yule dada ambaye ni mke wa Potifa, wakati anajaribu kuzungumza kitu Yusufu alichofanya, alisema umemleta huyu Mwebrania. Kwa huyu Yusufu alitajwa kwa kabila yake, sio kwa jina. Kwenye tukio la ubakaji, kwenye kesi ya ubakaji, alitajwa kwa kabila, hakutajwa kwa jina. Na unajua kwa nini hakutajwa kwa jina, akatajwa kwa kabila? Kwa sababu kile anachotajwa nacho kwenye kabila yake kipo. Anatajwa kwa jambo la ubakaji, kitu ambacho cha ubakaji kwenye kabila yake ya Waebrania kipo. Tunakiona kinaanzia kwa kaka yake anaitwa Ruben, ambaye alilala na suria wa babake. Lakini tunakuja kukiona kwa kaka yake mwingine anaitwa Yuda, ambaye alilala na mke ambaye na binti ambaye alikuwa ameolewa na watoto wake. Lakini tunakuja kukiona kwa dada yake anaitwa Tamari, na yeye pia alibakwa. Na hiyo roho ikatembea, kama unakumbuka vizuri, kikaja kumkuta paka Daudi, na yeye pia Tamari wa kutoka kwa Daudi ambaye ni mtoto wa Daudi, na yeye pia alibakwa na kaka yake anaitwa Amnoni. Kwa huyu mke wa Potifa anaposema umemleta Mwebrania, maana anataja kabila kwamba hichi kitu kinatembea kwenye familia yao, ni historia yao. Haya mambo wameyafanya kwenye nyakati zilizopita. Hii ni roho inayotembea, iko kwenye familia. Na ndio maana unakuta kuna familia waga zinatajwa kama familia za wagonjwa, familia za wagonjwa. Na ndio maana wale wazee wa zamani walikuwa, inapofika kipindi ambacho kijana au binti anataka kuolewa, walikuwa wanachunguza familia au ukoo ambao huyu kijana wao anaenda kuoa ni ukoo wa namna gani, waga wanasumbuliwa na magonjwa ya aina gani. Kuna historia ya ugonjwa kwenye familia, kuna historia ya ugonjwa wa kansa, kuna historia ya ugonjwa wa ini, kuna historia ya ugonjwa wa mifupa, kuna historia ya ugonjwa wa kifafa, kuna historia ya ugonjwa wa kichaa. Kuna hiyo historia inatembea kwenye familia. Na kwa sababu ya historia mbaya iliyoko, kuna namna fulani mtu anaweza akakwama mahali fulani kwa sababu ya hiyo historia mbaya iliyoko. Nataka uone, upate hiyo picha kwamba kila mtu kuna aina fulani ya historia anatembea nayo. Wengine wanatembea na historia ya wasomi, historia ya watu wanaotoka kwenye ukoo wa wanaoolewa, kwamba hao watu wakiolewaga kwenye ndoa wanadumu. Lakini kuna mwingine anatoka kwenye familia yenye historia ya talaka, kwa sababu babu alikuwa na talaka, na aliyefuata alikuwa na talaka, na baba alikuwa na talaka, waliomtangulia kuna talaka. Kwa hiyo na yeye anajikuta kwenye hiyo historia ya talaka. Ni historia anatembea nayo, hata kama yeye hajaingia huko, lakini kuna historia anatembea nayo. Na hii neema inapokuja, ambao nakwambia kwamba kuna huo uhusiano kati ya kufunuliwa kwa neema na kubadilishiwa historia, kubadilishiwa historia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba juu ya Mungu kuifunua neema ili kwamba abadilishe historia. Takueleza huku mbele kwa nini ni muhimu sana Mungu abadilishe historia yako. Lakini kwa sasa nataka tusome kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 15 na mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 10. Maandiko yanasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo,
Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Paulo anaandika kwa Wakorinto mambo hapa kutoka kwenye mstari, na ukitazama vizuri utaona neno neema amelitaja mara 3, na kwenye hizo mara 3 zote alizozitaja, mbele yake kuna kitu anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Alafu anafuata tena, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Alafu anasema tena, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Anasema si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Na mimi nataka nikuonyeshe mambo 3 kutoka kwenye huo mstari, mambo 3 kutoka kwenye huo mstari yanayoonyesha kazi za neema iliyofunuliwa. Mambo 3 kutoka kwenye huo mstari yanaonyesha kazi za neema iliyofunuliwa. Yako mengi, lakini nataka nikupe mambo 3. Jambo la kwanza tunapoangalia jambo la pili. Jambo la kwanza, kazi ya neema iliyofunuliwa ni kumbadilisha mtu. Jambo la kwanza ni kumbadilisha mtu. Kumbadilisha mtu. Paulo anasema hivi, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lile neno nimekuwa linaonyesha kuna mabadiliko kutoka kwenye nilivyokuwa na nilivyo sasa. Maana yake hivi ninavyoniona sasa, hivi nilivyo sasa, sikuwa hivi. Niko hivi kwa sababu kuna mchakato wa mabadiliko uliofanyika hapa katikati, ambao umenifanya niwe hivi mnavyoniona sasa. Na kilichofanya huo mchakato, kilichonibadilisha sio nguvu yangu, kilichonibadilisha sio akili yangu, kilichonibadilisha sio malezi, kilichonibadilisha ni neema ya Mungu iliyo pamoja nami. Ndio maana nasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Manake kabla ya neema kufunuliwa kwangu sikuwa hivi nilivyo. Alikuwaje? Kabla neema haijafunuliwa alikuwa muuaji, mwenye kuliudhi kanisa kupita kiasi kuliko wale walio hirimu zake. Baada ya neema kufunuliwa kwake, ikambadilisha kutoka kwenye kuwa muuaji, akaanza kuhubiri Injili. Kwa hiyo nataka unisikie jambo moja. Yeyote unayemuona kuna mabadiliko ndani yake, ujue kuna neema iliyofanya kazi ya kumbadilisha. Na ndio maana kuna watu wana historia, watu wakimuona anamtumikia Mungu wanasema, unajua huyu jamaa alikuwa mtu fulani, unajua huyu jamaa alikuwa mwizi, huyu jamaa alikuwa kibaka, huyu jamaa alikuwa muhuni, huyu jamaa alikuwa mzinzi, huyu jamaa alikuwa hivi. Lakini nini kimembadilisha kutoka kwenye alivyokuwa mpaka amekuwa hivi alivyo sasa? Neema iliyofunuliwa. Neema iliyofunuliwa. Kwa unaweza ukaelewa kwa nini kuna maeneo mengi watu bado hatujabadilika. Ni kwa sababu kuna neema fulani haijafunuliwa. Na ndio maana kubadilika imekuwa changamoto. Kwa swala si tu kwamba kuna neema. Na ndio maana ukirudi kwenye kitabu kile cha Tito, ile sura ya 2 mstari wa 11, alafu twende na wa 12. Tito ile sura ya 2. Kitabu cha Tito ile sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Unasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Afcheki mstari wa 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo yale yaliyoandikwa kwenye mstari wa 12 ukienda mpaka wa 13 ni matokeo ya neema iliyofunuliwa kwa mtu. Yale yaliyoandikwa kwenye mstari wa 12 anaposema nayo yatufundisha, nayo nini? Neema iliyofunuliwa inatufundisha. Manake kama haijafunuliwa haiwezi kukufundisha. Inakufundisha nini? Inakufundisha kukataa ubaya. Kwa kama neema haijafunuliwa, kama neema haipo,
ni ngumu sana mtu akawa na ujasiri wa kukataa ubaya. Ujasiri wa mtu kukataa ubaya unatoka kwenye neema aliyo nayo, na hiyo neema lazima iwe imefunuliwa kwanza. Na Paulo anasema, nilibadilika kutoka kwenye kuwa muuaji wa kuwapinga waliokuwa wanaliitia jina la Bwana, na mimi nikaungana pamoja nao na kuanza kuliitia jina la Bwana kama wao. Ni kwa sababu kuna neema imenibadilisha, sio kwa sababu ya nguvu zangu. Kuna neema imenibadilisha, sio kwa sababu nilikuwa napenda kuhubiri jina la Yesu. Kuna neema imenibadilisha, sio kwa sababu nilikuwa napenda kuomba. Kuna neema imenibadilisha, sio kwa sababu ningependa kuungana na kina Petro na kina Yakobo na kina Yohana. Kuna neema imenibadilisha na kunifanya na mimi niingie kwenye hilo kundi la kina Petro, niingie kwenye hilo kundi la kina Yakobo, niingie kwenye hilo kundi la kina Yohana, kwa sababu kuna neema imenibadilisha. Kwa unaweza ukaelewa kwa nini sasa hivi, pamoja na kutumia nguvu kubwa sana, mfano ndani ya kanisa la leo tuna mahubiri ambayo yanatumia nguvu kubwa sana kuambia watu wabadilike, na bado hawabadiliki. Bado hawabadiliki kwa sababu yale maneno tunayotumia nguvu kubwa kuambia watu, usivae suruali, sijui usibandike mawigi, sijui usibandike kucha, sijui usipake mafuta. Tunajaribu kutafutiza na mistari kwenye Biblia, na bado watu hawabadiliki. Shida sio watu, shida kwenye kinachohubiriwa. Hakuna neema inayofunuliwa ya kuweza kuwabadilisha watu. Ngoja nirudie tena. Shida ni kwamba kwenye kinachohubiriwa, ndani ya yale mahubiri hayaifunui neema ya kumbadilisha mtu, kwa sababu huwezi kumbadilisha mtu kwa maneno yako. Huwezi. Kuna watu wana tabia za asili, huwezi kuwabadilisha kwa maneno ya kawaida. Huwezi kumbadilisha kwa kumwambia acha. Huwezi kumbadilisha kwa kumfungia mlango asiingie kanisani. Huwezi kumbadilisha kwa kumtenga, kwa sababu ya tabia aliyonayo ni ya asili. Ngoja nikuonyeshe kitu kutoka kwenye kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Uone kitu, kitabu cha Yeremia ile sura ya 23 na ule mstari. Yeremia sura ya 13, sura ya 13 na mstari wa 23. Yeremia 13:23. Ni kuonyesha kitu. Yeremia 13:23, maandiko yanasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Na watu wanajua mazoea hujenga tabia. Kwa angalia anachosema, mkushi manake mtu mweusi. Hii ngozi nyeusi ni ngozi ya asili. Hakuna namna unaweza kubadilisha ngozi. Anapozungumza chui madoadoa yake, manake anazungumza tabia za asili, ngozi ya asili. Mungu alichotaka tuone hapa ni nini? Kwamba hakuna namna unaweza kubadilisha vitu vya asili kwa kutumia nguvu zako za kawaida. Huwezi kubadilisha. Sasa unisikilize. Mkushi hawezi kujibadili ngozi yake, lakini Mungu aliyemuumba mkushi anaweza kumbadili mkushi ngozi yake. Haleluya. Ngoja niseme tena, hujanielewa. Nimesema hivi, mkushi hawezi kujibadili ngozi yake, lakini Mungu aliyemuumba mkushi anaweza kumbadili. Chui hawezi kubadili madoadoa yake, lakini Mungu aliyemuumba chui anaweza kumbadilisha chui madoadoa yake akawa kitu kingine. Kwa hiyo nataka uelewe ya kwamba kuna mtu hawezi kubadilika kikawaida. Hauwezi kumbadilisha kwa mahubiri ya vitisho, isipokuwa neema imefunuliwa na Roho Mtakatifu ameingia kazini kumbadilisha huyo mtu, kwa sababu tabia alizonazo ni tabia za asili ya kuzaliwa kwao. Ngoja nikuonyeshe kitu. Twende tena kwenye kitabu cha Ezekieli. Ile sura ya 16. Ezekieli sura ya 16.
Ezekieli sura ya 16. Uone kitu cha ajabu Mungu anachosema. Kwanza ule mstari wa kwanza. Ezekieli sura ya 16 mstari wa kwanza. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Ezekieli sura ya 16 mstari wa kwanza. Tunaanzia mstari wa kwanza. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Alafu useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili ya kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika siku za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Nataka uone kitu. Yerusalemu, ukisoma hapa, ni kama vile anazungumza na mji, lakini kwa kweli azungumzi na mji, anazungumza na mtu. Yerusalemu maana yake mojawapo ni mtakatifu, aliyetengwa kwa Bwana, aliyewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Okay. Sasa swali langu nataka ujiulize, kama huyu mtu amewekwa wakfu kwa Bwana, kwa nini tena amekuwa machukizo? Kwa sababu anasema ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Huyu mtu kama ni mtakatifu wa Bwana, hayo machukizo yametoka wapi? Mungu anayaona machukizo kutoka wapi? Karabashanda rabashata. Ngoja turudi kwa Paulo. Turudi kwa Paulo. Paulo anasema hivi kwenye kile kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia ile sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 15. Turudi tena kwa Wagalatia. Alafu kuonyeshe kitu. Wagalatia ile sura ya kwanza na ule mstari wa 13 na ule hadi wa 15. Unasema hivi, ule mstari wa 13. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko walio hirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Sasa angalia mstari wa 15. Ule mstari wa 15. Uone anachosema. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Kwa hiyo ametengwa tangu tumboni. Kwa lugha ya Kibiblia ni mtakatifu tangu tumboni. Kwa sababu mtakatifu manake ni aliyetengwa, aliyewekwa wakfu kwa ajili ya kusudi. Na ndio maana chombo kikisha kuja kanisani tunasema tunakiweka wakfu, manake tunakitenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ni gitaa aliendi mbinguni, lakini likishawekwa wakfu tunasema ni takatifu kwa Bwana. Na ndio maana unaona kwenye Biblia kuna vitu vilikuwa vinatengwa, vinawekwa wakfu na vinaitwa vitakatifu kwa ajili ya Bwana. Kwa Mungu anapomwambia Ezekieli, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Huyu Yerusalemu ni mtakatifu, anakuaje tena na machukizo? Msome pia na Paulo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 ule mstari wa 4. Anasema Paulo, Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9, tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 9. Alafu uone tukiwa tunaunganisha na ule wa Galatia 1:15. Anasema lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni, ametengwa tangu tumboni, ni mtakatifu wa Bwana tangu tumboni, ni mnadhiri wa Bwana tangu tumboni. Lakini kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza anasema, lakini Sauli akizidi kutisha kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii awaue waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata ilipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia. Angalia sauti inachomwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Sauli, Sauli, mbona
waniudhi? Nani anayemuudhi? Aliyetengwa tangu tumboni. Ametengwa tangu tumboni, lakini anamuudhi Mungu. Haleluya. Ametengwa tangu tumboni, mnadhiri wa Bwana tangu tumboni, lakini ni machukizo kwa Bwana. Haya machukizo yametoka wapi? Maanake kuna kitu kimeingilia hapa katikati. Kuna kitu kimeingia hapa katikati. Na ngoja nikwambie kwa nini maandiko yanapoeleza, utakuja kushangaa kitu cha ajabu sana. Kama Paulo ametengwa tangu tumboni, kwa nini hapa katikati tunamwona anaishi vibaya? Unisikilize, itakusaidia. Ulimwengu wa roho hauhesabu muda kama sisi tunavyohesabu. Sisi tunahesabu muda kwa kuangalia dakika, saa, siku, wiki, mwezi, mwaka, miaka. Ulimwengu wa roho unahesabu muda kimatukio. Na utakuta Biblia inazungumza neno nyakati au wakati au kipindi. Manake unahesabu muda kimatukio. Kwa angalia, shetani waga anajua mtu anapozaliwa kuna matukio mangapi ambayo yanatakiwa kupita au anayotakiwa kupitia, yanayotakiwa kutokea kwenye maisha yake ili aje aanze kutumikia kusudi. Kwa hiyo anachokifanya, mtu akishazaliwa anazaliwa akiwa ametengwa tangu tumboni. Na ndio maana ukisoma Biblia utaona Yeremia alitengwa tangu tumboni, Samson alitengwa tangu tumboni, Samueli alitengwa hata kabla hajatungishwa mimba. Maana mamake alisema, nikizaa ukinipa mtoto mwanamume nitakupa akutumikie. Kwa Samueli aliwekwa wakfu hata kabla hajatungishwa mimba. Yesu alitengwa tangu tumboni. Yohana Mbatizaji alitengwa tangu tumboni. Lakini kuna kitu waga kinaingia hapo katikati. Kwa adui anahesabu matukio, akishagundua ya kwamba kuna matukio matatu yanayotakiwa kutokea kwenye maisha ya mtu ndipo aanze kutumikia kusudi. Adui anawahi hapa katikati kabla halijaja lile tukio linalokuruhusu kuingia kwenye kusudi. Kabla haujaja ule muda wa kutumikia kusudi, adui anaingia katikati, anakuingizia cha kwake. Alafu cha kwake anachokuingizia, anakuingizia ambacho kinafanana kabisa na kile ulichokuwa unatakiwa kukifanya. Kinafanana kabisa na kile ulichokuwa unatakiwa kukifanya. Na ndio maana angalia Paulo anachosema, nikaendelea sana katika dini ya Kiyahudi. Alifikiri anamtumikia Mungu, lakini katika njia ipi? Na ndio maana ukianza kufuatilia walimu wengi wa shule za msingi, ndani yao wana kitu cha ualimu wa neno la Mungu. Ukianza kufuatilia waganga wa kienyeji wengi, achana na hawa matapeli, wale ambao ni kweli ana uganga wa kienyeji ule wa kweli wa zile roho za uganga, ndani yake na kitu cha kinabii kabisa. Alitengwa na Mungu kuwa nabii. Adui akamuwahi, akamuingizia mapepo ya utambuzi ya uganga wa kienyeji. Kwa anatumika kama nabii, lakini wa upande wa pili wa uganga wa kienyeji. Anatumika kama nabii, lakini wa upande wa pili wa kule kwa shetani. Lakini tangu tumboni alitengwa awe nabii kwa ajili ya Bwana. Tangu tumboni alitengwa awe mwalimu wa neno la Mungu. Lakini hapo katikati, sasa kuna wale ambao Mungu amewapa neema, wanajitambua ni walimu wa neno la Mungu, lakini pia ni walimu wanaofundisha mashuleni kawaida. Kwa huko mashuleni wanafundisha, huko wakiwa wanafundisha neno la Mungu, na Mungu anawatumia kama watumishi wake walioko huko. Lakini wengi wanajikuta wameingia paka kwenye kufundisha elimu zingine, kwa sababu kile kitu kiko ndani. Kwa sababu shetani hajawahi kutengeneza kitu cha kwake, anatumia vile vile Mungu alivyoviweka, ndivyo anavyovitumia. Na ndio maana unaona alikuja kwa Paulo akamuwahi mapema. Kwa utaelewa kwa nini neema inapoingia kazini, kazi yake mojawapo ya kwanza lazima ikubadilishe kwanza. Inakubadilisha kukupeleka wapi? Kukupeleka kuwa mtu wa aina ya kusudi Mungu alilokukusudia. Kuwa mtu wa kusudi. Kwa sababu Paulo alikuwa anafanya, lakini kwenye anachofanya sio cha kusudi. Na ndio maana Yesu alipokuja anamwambia, mbona unaniudhi? Manake unachofanya sio kusudi langu kwako ufanye. Mbona unaniudhi? Haleluya. Anafika mahali anasema, nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya neema yake. Nimebadilika kwa kiwango hiki. Tabia zimebadilika, mwenendo umebadilika, uongeaji umebadilika, ninachofanya kimebadilika kwa sababu ya neema yake iliyo kwangu. Ndiyo imenibadilisha. Kwa nataka ucheki kitu ambacho nimeanza kukwambia.
kwamba tufike mahali kama unataka watu wabadilike, si swala la kuweka vitisho, sio swala la kuwapa vitisho, ni swala la kutengeneza mazingira ya kuifunua neema, kwa sababu neema ya Mungu ikifunuliwa ndani yake imebeba kumfundisha mtu. Kwa hiyo itaanza kumfundisha yenyewe kwamba swala la kuvaa hivi sio sawa, swala la kufanya hivi sio sawa, lakini nafika mahali tunawekeana na vitisho, na mwisho wa siku badala ya kuwapata ndo tunawapoteza kabisa, Na kadiri maarifa yanavyoongezeka kwenye kipindi tulichonacho sasa hivi, ukija kuanza kuzungumza kwenye kipindi tulichonacho sasa hivi, ni kipindi cha watu wa Beroya ambao walikuwa na busara wakiyachunguza maandiko kila siku. Na ndio maana unaona kuna mijadala. Ukijaribu kuleta hoja ya kuvaa suruali kwa wanawake, watakwambia kwani ni dhambi? Kama ni dhambi nionyeshe imeandikwa wapi. Na ukijaribu kuleta andiko kwamba kwenye Biblia Mungu alisema usivae mavazi ya mpasayo mwanamume, atakuuliza Biblia haija identify kwamba mavazi ya mwanaume ni suruali na vazi la mwanamke ni sketi na gauni. Watu wa Beroya, ukimwambia kunywa pombe ni dhambi, atakwambia nionyeshe imeandikwa wapi. Kwa kuna huo ubishani. Sasa huo ubishani unaondokaje? Lazima kuruhusu neema ya Mungu ifunuliwe na Roho Mtakatifu aingie kazini kwa ajili ya kuwasaidia watu. Na ndio maana ukijifunza kwenye lile kanisa la kwanza ambao tunaita ni kanisa la kwanza, lile kanisa la mitume, utaona hawakuwa wanatumia nguvu kubwa. Walidili na kitu kimoja tu, kukaa kwenye fundisho la mitume. Watu wakafundishwa, watu wakaomba, nguvu za Mungu zikashuka, watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenyewe akaanza kuzungumza na watu, hichi sio sahihi, hichi sio sahihi, hichi sio sahihi, na watu wakaanza kuenenda kama Mungu anavyotaka waenende. Sasa wewe jaribu kufikiri, Paulo anafika mahali anajisifu, anasema kama ni kwa Mafarisayo, mimi ni farisayo wa Mafarisayo. Haya, Petro utaenda kumhubiria Paulo kitu gani akuelewe? Torati imekaa hapa, Torati yote iko kichwani. Anaweza kuzungumza kitabu cha Mwanzo, kuanzia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi, vyote akavitaja kwa moyo, vyote akavitaja kutoka kichwani. Farisayo wa Mafarisayo. Anasema kama ni Mwebrania, mimi ni Mwebrania, metahiriwa siku ya 8. Manake nimetahiriwa kwa utaratibu wa kiagano. Kutahiriwa siku ya 8 manake kwa utaratibu wa kiagano, kanuni za agano la baba yetu Ibrahim. Wewe unakuja kuniambia nini? Utaelewa kwa nini kwenye kuokoka kwa Paulo ilibidi Yesu mwenyewe ndo akamhubiria Injili. Maana alijua kwamba Petro hawezi, alijua. Na utaelewa kwa nini hata Anania alipoambiwa na Yesu kwamba nenda kamuombee mkono Paulo, yuko anaomba na amemuona mtu akienda kumbandika mkono, na huyo mtu ni wewe, nenda. Anania alikataa, alisema siendi, kwa sababu anamuogopa. Anajua Paulo alivyo, na hata nikienda nitamhubiria Paulo kitu gani anielewe. Sasa wale wasomaji wa Biblia wanaelewa. Anania alipoenda kwa Paulo, alichomwambia, alimwambia Sauli, nimekuja hapa, yule aliyekutokea njiani amenituma nije nikuombee. Maana yake alitaka Sauli ajue ya kwamba sijaja hapa kwa kutaka kwangu, mimi mwenyewe nisingetaka kuja. Kwa hiyo kama unafikiri nimekuja kwa kutaka kwangu, hapana, sijaja kwa kutaka kwangu, sijaja kwa kujibembeleza. Nimekuja kwa sababu Yesu aliyekutokea njiani amenituma nije nikuombee. Haleluya. Neema ikambadilisha. Bila neema ni ngumu sana kubadilika, kwa sababu kuna tabia za asili huwezi kuzibadilisha kwa kumkemea, huwezi kumbadilisha kwa kuomba, hasiondoka gizi, isipokuwa neema imeingia kati kuanza kubadilisha. Kuna tabia za kikabila. Haijalishi mtu amezaliwa Dar es Salaam, ana kabila za kutoka Uchagani anazo. Haijalishi amezaliwa wapi, kuna zile tabia anazo. Na wakati mwingine kubadilika, kuziacha ni ngumu sana, lakini neema inapofunuliwa inaweza kubadilisha hizo tabia. Kazi ya pili, kuifanya historia yako isiwe na nguvu juu ya leo yako. Kazi ya pili ya hiyo neema inapofunuliwa, kazi ya pili, kuifanya historia yako au ushuhuda wako usiwe na nguvu juu ya leo yako.
kuifanya historia yako isiwe na nguvu juu ya leo yako. Kuifanya historia yako isiwe na nguvu juu ya leo yako. Kuna tofauti kati ya historia kuwepo na historia kuwa na nguvu juu ya leo yako. Historia inaweza ikawepo, haina shida. Lakini historia hiyo ikiwepo na ikiwa na nguvu juu ya leo yako, kuna shida. Kwa sababu usisahau jambo hili. Kwenye leo yako ndo kuna maamuzi ya kesho yako. Na historia ya mtu au ushuhuda wa mtu una sehemu katika kuamua juu ya kesho yake. Ngoja nikupe mifano michache. Kuna mtu anaitwa Rahabu. Huwezi kumaliza historia ya Rahabu bila kutaja. Huwezi kumtaja Rahabu bila kutaja historia ya ukahaba wake. Na ile historia ilikuwa inaweza kuamua juu ya leo ya Rahabu kutoka kwenye mji wa Yeriko na kesho yake ambayo tunakuja kuisoma kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu. Kwa hiyo angalia, asingetoka kwenye Yeriko, tusingemwona kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu. Tusingemwona, asingetajwa kule. Yote kwa sababu ya historia. Sasa Paulo anapoandika pale, anasema hivi: nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya neema yake. Na ile neema iliyo kwangu mimi ilikuwa si bure. Nataka uone neema inapokuja haiji tupu. Inakuja ikiwa na utendaji ndani yake. Na utendaji wake mmoja wapo ni kuhakikisha inashughulika na nguvu ya historia. Kwamba hata kama watu wataendelea kuzungumza mambo mabaya ya wakati ulioufanya, mambo ya wakati uliopita, wataendelea kusema, yatabaki kama ushuhuda wa kuwaonyesha wengine matendo makuu ya Mungu, kwamba alikubadilisha kutoka pale na umekuwa hapa. Amekubadilishia historia yako ilivyokuwa jana na umekuwa hivi ulivyo leo. Unatajwa katika namna nyingine, leo unasemwa kwa namna nyingine, kwa sababu ile historia haina nguvu tena juu ya leo yako. Na kwa sababu hiyo haiingii kwenye sehemu yoyote ya kuamua juu ya kesho yako. Lakini historia ikibaki haijashughulikiwa, inaweza ikaua leo yako. Kwa ukajikuta una survive, unatumia nguvu kubwa sana kwenye leo yako na bado unakwama. Na kwa sababu hiyo, swala la kuiendea kesho yako, historia inakuvuta, inakurudisha nyuma. Inakuvuta, inakurudisha nyuma. Ngoja turudi kwenye mfano wa Yefta. Historia ya mama yake ilimletea shida kwenye leo yake. Ni kama umeelewa hicho kitu. Historia ya mama yake, ya ukahaba wa mama yake, ilimletea shida kwenye leo yake. Kiasi ambacho kwenye leo yake akanyimwa urithi kutoka kwa babake ambao ulikuwa ni haki yake. Akanyimwa kukaa kwenye nchi yake aliyozaliwa kwa sababu tu ya historia ya mama yake, ikamletea shida kwenye leo yake. Akajikuta ameenda kuishi mahali ambapo yeye mwenyewe asingetaka kuishi. Akajikuta ameanza kuishi na watu ambao yeye mwenyewe asingetaka kuishi nao. Biblia inaita watu mabaladhuri, watu wasio na adabu, watu wasio na maadili, watu wanaofanya mambo mabaya kwenye jamii. Akaenda kuambatana nao, ndo anaishi nao. Nini kilichosababisha? Historia mbaya ya mama yake imemletea shida kwenye leo yake. Kwenye leo yake. Kwa unapotazama wakati mwingine historia inaweza ikawa ni historia ya kwako mwenyewe au ni historia ya kizazi ulichotokea na ikakuletea shida kwenye leo yako, hasa kama hiyo historia ikiwa mbaya. Inaweza ikakuletea shida kwenye leo yako. Na ikikuletea shida kwenye leo yako, kumbuka, maamuzi ya kesho yako yako kwenye leo yako. Kwa hiyo ikikuletea shida kwenye leo yako, maana yake inaathiri paka kesho yako. Kwa sababu ya historia. Ya tatu na ya mwisho, alafu tuombe. Kazi ya tatu na ya mwisho, alafu tuingie kwenye kuomba. Kukuwekea bidii ya kuwa na matokeo kupita waliokutangulia. Kazi ya tatu na ya mwisho ni kukuwekea bidii. Neema iliyofunuliwa, kazi yake ya tatu kwenye hiki tunachotazama leo ni kukuwekea bidii ya kuwa na matokeo kupita waliokutangulia. Kukuwekea bidii ya kuwa na matokeo kupita
waliokutangulia. Matokeo hayategemei tu kile unachokifanya, lakini pia yanategemea bidii ulionayo kwenye unachokifanya. Na ndio maana sio kila anayefanya huwa anapata matokeo kwenye anachofanya, ila inategemea bidii. Ndio maana maandiko yanasema, umemwona mtu mwenye bidii ataketi pamoja na wakuu. Umemwona mtu mwenye bidii hatokosa kitu mkononi mwake. Umemwona mtu mwenye bidii atakuwa na mali tele. Umemwona mtu mwenye bidii wakati wa mavuno atakuwa na chakula. Umemwona mtu mwenye bidii katika kazi yake atapata ijara iliyo njema. Mtu mwenye bidii. Kwa na kazi mojawapo ya neema ni kuhakikisha inakufanya kuwa na bidii. Na ndio maana ukienda kwa watu wenye neema hawawezi kukuelewa hata kidogo. Wewe ukiwaambia kwamba una neema alafu ukawa ni mvivu, kwa sababu neema na uvivu haviendi pamoja. Huwezi kusema nina neema ya maombi alafu ni mvivu wa kuomba. Uongo. Biblia inamtaja Yesu kama mtu aliyejaa neema, lakini cheki maisha yake ya maombi. Alikuwa anaomba asubuhi, anaomba mchana, anaomba jioni. Kwa sababu neema lazima ikupe bidii. Neema ambayo haikuwekei bidii, jiulize mara mbili, hiyo neema namna gani? Mtu anayesema ana neema ya kumtumikia Mungu kwenye eneo lolote lile, ndani yake atakuwa na bidii ya kutafuta uso wa Bwana, atakuwa na bidii ya kuomba, ana bidii ya kufunga, ana bidii ya kusoma Biblia na kusoma kwa watu wengine na kujifunza kutoka mahali pengine, kwa sababu lazima ikuwekee bidii. Sio tu anaomba kwa bidii, sio tu anafunga kwa bidii, sio tu anasoma kwa bidii. Na kwa sababu hiyo atakuwa na matokeo hata kupita waliomtangulia. Na ndio maana mtu mwenye neema huwa hasumbuliwi na kitu cha kuchelewa. Swala la kuchelewa kwake sio shida yake hiyo. Yaani mtu mwenye neema, hata mkija mkamwambia alo, kuna wenzako ulikuwa nao, kuna wenzako mlianza nao hatua pamoja, wenzako wamekuacha wamefika mbali sana, anakwambia no, hata kama wamefika mbali, saa yangu ya kuchomoka ikifika, na mimi nitachomoka, nitawakuta na nitawapita. Kwa sababu kinachoamua sio kwamba wao wametangulia, kinachoamua ni bidii katika neema nilionayo. Ndio maana Paulo anaandika, anasema nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Kwa hiyo alizidi, tena akazidi sana kupita wao wote. Kina nani? Wote waliomtangulia. Utaelewa kwa nini kuna mahali Paulo anafika mahali anasema hivi, na mimi ni mtume kama wao, vyovyote ilivyo sisi wote ni mamoja. Anafika mahali Paulo anasema, mimi katika injili yangu sikufundishwa na mtu yoyote, nilifundishwa na Bwana mwenyewe aliyenitokea njiani akaniambia niende Dameski, nikaondoka nikaenda zangu Arabuni. Ana haki ya kujisifu kwa sababu ana matokeo kuliko wengine. Na ndio maana anafika mahali Paulo anaandika, anasema kama ingekuwa ni katika kujisifu, mimi ni wa kwanza, kwa sababu nanena kwa lugha kupita ninyi nyote, mpaka lugha za malaika ananena. Paulo anasema nikachukuliwa mpaka mbingu ya tatu, kwamba huyo mtu alikuwa katika mwili sijui, alikuwa katika roho sijui, nikasikia maneno ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Si ndo huyu Paulo ambaye maandiko yanaandika, anasema kwa sababu ya wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa nataka uone hata Mungu mwenyewe alijua, mbingu zilijua, kwa sababu ya mafunuo Paulo alionayo. Ililazimika wamwekee kitu cha kumlimit, kitu cha kumdhibiti, ili asije akajivuna kupita kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mafunuo yanapozidi kuliko wengine, roho ya majivuno huwa inaingia katikati. Ni kawaida sana, kwa sababu unajikuta una mafunuo kupita wale waliokutangulia. Kwa hiyo ni rahisi sana Paulo kujivuna. Ana mafunuo kupita Petro, ana mafunuo kupita Yakobo, ana mafunuo kupita Yohana, ana mafunuo kupita Mathayo, ana mafunuo ya kuhusu meza ya Bwana kuliko wale waliokaa kwenye meza ya Bwana. Pamoja na kwamba yeye siku ya kushiriki meza ya Bwana hakuwepo, hata kuokoka alikuwa hajaokoka, lakini angalia namna alivyoiandika meza ya Bwana. Ameandika katika namna ambayo wale ambao walikaa kushiriki meza ya Bwana hawajaandika, hawajatuandikia kuhusu meza ya Bwana.
Angalia Paulo anavyomweleza Yesu. Amemweleza Yesu katika namna ambayo wale ambao walitembea na Yesu hawajamweleza kwa kiwango hicho. Angalia nyaraka Paulo alizotuandikia. Ametuandikia nyaraka ambazo kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale, nyaraka za Paulo zimejaza kwa sehemu kubwa Agano Jipya. Wale waliokuwa na Yesu hawajaandika, wengine hawajaandika kabisa, wengine wameandika kidogo. Ana matokeo kuliko wengine. Nini kilichofanya awe na matokeo kuliko wengine? Ni ile bidii alionayo, ile bidii alionayo. Kwa hiyo hujawahi kuona mtu anaanza huduma, wote mnasema huyu tumempokea mwenyewe kwenye wokovu, tumemlea wenyewe huyu kwenye wokovu, tumemfundisha A-E-I-O-U za wokovu sisi. Lakini cheki ile neema alionayo. Akiijua neema alionayo na akaanza kutembea kwenye hiyo neema, baada ya muda mchache ana matokeo makubwa kuliko nyie. Ana matokeo makubwa kuliko nyie. Nini kimesababisha? Neema alionayo. Na sio tu neema alionayo, imefunuliwa na ameweza kutembea kwenye neema yake. Mnabaki tu kusema anajidai, anaringa, alikuwa wa kwetu yule, alikuja sisi ndo tukampokea, sisi ndo tulimtambulisha. Sio swala la ninyi ndo mlimtambulisha, sio swala la ninyi ndo mlimpokea, sio swala la ninyi ndo mlimtengenezea msingi wa wokovu. Hiyo ilikuwa ni haki yenu kufanya kwa wakati ule, lakini saa hii amejua neema alionayo na ameweka mguu kwenye neema yake na amelipa gharama ya kutembea kwenye neema yake. Kwa hiyo uwe unataka uwe utaki, atakuwa na matokeo tu makubwa kuliko wewe, kwa sababu ya ile bidii alionayo. Ile bidii alionayo lazima impe kuwa na matokeo makubwa kuliko wengine. Haijalishi wamemtangulia kwa muda gani, haijalishi walimtangulia kwa muda gani, atakuwa na matokeo makubwa kuliko waliotangulia, kwa sababu ya ile bidii alionayo. Na ndio maana mtu mwenye neema na akatambua neema alionayo na akaanza kujifunza kutembea kwenye neema yake, swala la kuchelewa huwa hajilinganishi na wengine. Kwake ni mwiko kujipima na wengine kwamba fulani yuko pale, kwa hiyo mimi nitakuwa nimechelewa. Yeye huaga anajipima kwenye alichobeba, anajipima kwenye maono yake, anajipima kwenye kusudi lake. Hajipimi mwendo wake na wengine. Rapa shanda raba shata. Anajipima mwendo wake yeye mwenyewe kwenye maono yake, yeye mwenyewe kwenye kusudi lake, sio kwa kuangalia wengine wanavyokimbia, sio kwa kuangalia wengine wamefika wapi. Anajiangalia yeye kwanza kwenye alichobeba. Na ndio maana Paulo unakuta anasema katika kukimbia kwangu sijidhania kwamba nimekwisha kufika, ila ninachofanya ninaichuchumilia ile mede ya dhahabu. Anatazama kule, hawaangalii watu, anaangalia kule mwisho anakouelekea, haangalii watu. Kwa hiyo ukiona wewe unafanya vitu kwa kuangalia watu, kwa kujipima na watu, unasema nimechelewa kwa sababu unajipima na watu, ujue bado neema haijaanza kufanya kazi kwako. Sababu neema ikishaanza kufanya kazi, inakuondolea kule kujipima na watu wengine. Inaanza kukupa kujipima kwenye kusudi Mungu alilokupa. Inaanza kukupa kujipima kwenye maono Mungu aliyoweka ndani yako, na sio kujipima na watu. Sio kujipima na watu. Na ndio maana Paulo anafika mahali anasema nataka kutoka hapa ili niende Yerusalemu. Agabo akachukua mshipi wake akajifunga. Alafu akasema mtu mwenye huu mshipi akienda Yerusalemu watamkamata, watampiga, watamtia gerezani. Paulo anasema mnafanya nini kunitaabisha? Niko tayari kufa kwa ajili ya jina la Yesu. Kwa sababu hajilinganishi tena na watu. Anachoangalia ni kilichoko ndani. Anaangalia kusudi alilonalo, kwamba watu watakasirika, acha wakasirike. Watu watanipiga, acha wanipige. Watanisema vibaya, acha waniseme vibaya. Watanisimanga, watanichafua, acha wanichafue. Lakini kile nilicho nacho lazima nikifanye, lazima kifike mahali ambapo nataka kifike, kwa ule wakati ambao kinatakiwa kifike. Yerusalemu lazima niende. Hiyo bidii inatokana na nini? Na ile neema iliyofunuliwa imemwekea hiyo bidii. Swala la hatari kwake sio shida. Haoni tena hatari, anachoona ni kwenda kutekeleza kusudi. Wewe utapigwa, anasema sio tu kupigwa, hata kufa niko tayari. Niko tayari hata kufa, ila kusudi lifike. Ni kama vile kanuni, anatumia kanuni ya punda afe lakini mzigo ufike. Haleluya, haleluya. Ndio maana ni muhimu sana kuelewa hichi kitu cha neema na kuomba Mungu afunue neema aliyokupa. Mungu akishafunua neema aliyokupa na ukaona
ukubwa wa neema yako, huwezi kutazama na kutamani neema za wengine. Unatamani neema ya wengine kwa sababu wewe hujaiona neema ya kwako. Niliwaambia watu mahali fulani, unaweza ukaitamani neema ya mtu alio nayo ya viwango vya wilaya, kumbe Mungu wewe amekupa neema ya viwango vya taifa. Alafu wewe unatamani yule ambaye yuko kwenye neema ya viwango vya wilaya, kwa sababu neema ya kwake imefunuliwa na anatembea kwenye neema yake, na ile neema inamfaidisha. Kwa wewe ukimtazama yeye unasema kwa kweli, nami natamani ningekuwa kama yeye, natamani nami ningekuwa na neema yake. Alafu mbingu zikikutazama zinahuzunika, kwa sababu unatamani viwango vya mtu ambavyo ni vidogo, wakati Mungu amekupa neema ya viwango vya juu zaidi kuliko neema alionayo yeye. Lakini kwa sababu wewe neema yako hujataka kulipa gharama ya hiyo neema kufunuliwa, hujataka kulipa hiyo gharama ya neema kufunuliwa, ili kwamba uweze kutembea kwenye hiyo neema na uweze kufaidika kwenye hiyo neema. Unatumia ile kanuni ya kwamba tumepewa neema bure. Na mimi nataka nikwambie, ni kweli neema tumepewa bure, lakini kuitumia hiyo neema kunahitaji kulipa gharama. Hujanisikia nilichosema? Nimesema hivi, neema ni kweli tumepewa bure. Kupewa bure maana yake sio sisi tuliolipa gharama ili tupewe ile neema. Kuna aliyelipa gharama, sisi tukapewa neema. Unapokuwa umekaa alafu unamwambia mtu naomba maji, anaponyanyuka kutoka hapo, anapoenda kufuata maji mahali aliko na kukuletea, analipa gharama. Kwa wewe unapewa neema bure, unapewa maji bure, manake hujalipia wewe gharama. Kuna aliyelipia gharama ya kuyafuata maji akakuletea. Akisha kuletea, anayetakiwa kulipa gharama ya kuyapeleka maji mdomoni ni wewe. Sasa watu wanafikiri kwa sababu neema tumepewa bure basi haina gharama. Ina gharama. Yesu ndiye aliyelipa gharama, sisi tukapewa neema. Hiyo neema ili tuitumie na ilete faida, tuweze kufaidika nayo, inahitaji kulipiwa gharama. Inahitaji kulipiwa gharama. Nitakueleza huko mbele kadri tunapojifunza kwenye hili somo. Somo zuri sana, unahitaji kulifuatilia tunapojifunza. Nataka tuingie kwenye maombi. Tuingie kwenye maombi. Mungu afunue neema aliyokupa, iweze kukubadilisha. Ikubadilishe wewe, ibadilishe historia yako. Ibadilishe na historia yako. Na leo tulikuwa tunatazama sehemu A. Tulikuwa tunatazama sehemu A juu ya uhusiano ulioko kati ya kufunuliwa kwa neema na kubadilishiwa historia. Kwa nataka tupate nafasi ya kuomba. Mungu afunue hiyo neema na historia yako ibadilike. Kesho nitakueleza tunapoingia kwenye kipengele B, kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Nitakueleza kesho. Nitakueleza kesho kwa nini ni muhimu Mungu abadilishe historia yako. Watu wanaoelewa nguvu ya historia kama haitashughulikiwa, waga hawafanyi mchezo na kitu kinachoitwa historia, hasa kama wana historia mbaya mahali walikotokea, ama ya mambo yao wenyewe, ama ni historia mbaya za familia, ama ni historia mbaya za watu ambao wamekuwa nao, huwa hawafanyi mchezo kwenye hicho kitu. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Karaba shandara basada. Ropo kosakandara bakando. Tupate nafasi ya kuomba. Napata nafasi yako ya kuomba tunapoenda mbele za Bwana kwa ajili ya kuomba hiyo neema, na Mungu akubadilishie historia yako. Mungu akubadilishie historia yako. Kama kuna historia mbaya, Mungu abadilishe hiyo historia. Kwamba umekuwa ni mtu ambaye unasema una neema lakini ni mvivu, Mungu aifunue hiyo neema ikufanye kuwa na bidii. Uwe na bidii ili uweze kuona matokeo ya neema ulio nayo, kwa sababu neema huaga inadai bidii. Kama huna bidii, neema yako inaweza ikawepo na isikufaidishe, kwa sababu neema na uvivu haviendi pamoja. Neema na uvivu haviendi pamoja. Neema inahitaji bidii. Na ndio maana unaona hata Yesu alikuwa na bidii ya kuomba, alikuwa na bidii ya kujifunza, alikuwa na bidii ya kutafuta uso wa Bwana, pamoja na kwamba amejaa neema. Na ukienda mbali zaidi, si tu kwamba Yesu amejaa neema, yeye mwenyewe ndo neema yenyewe, na bado alikuwa na bidii. Na bado alikuwa na bidii. Haleluya. Mkono wako ni mkuu sana,
Mungu unaishi. Nenda mbele za Bwana, omba. Nenda mbele za Bwana, omba. Mungu afunue tena neema aliyokupa. Mungu aifunue neema aliyokupa katika utendaji wake, iweze kukubadilishia historia, iweze kukubadilisha na wewe. Watu wanapoanza kuzungumza kuhusu wewe, watu wanapozungumza kuhusu mwenendo wako, wazungumze katika namna nyingine. Utamwelewa yule mwimbaji anayesema, tulikuwa ni waongo kuliko wewe, lakini Bwana ametubadilisha. Tulikuwa ni wazinzi kuliko wewe, lakini Bwana ametubadilisha. Tulikuwa ni wachawi, lakini Bwana ametubadilisha. Ametutengeneza huyu Yesu. Mungu liye hai, katika jina la Yesu, sante kwa sababu ya uaminifu wako Bwana Mungu. Nasi tunakuja mbele zako watoto wako katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umeendelea kutusemesha na kulifunua kwetu, kwa habari ya neema yako iliyofunuliwa inavyoweza kutubadilisha, inavyoweza kubadilisha historia ili isiwe na nguvu juu ya leo yetu, inavyoweza kutupa bidii nasi tukawa na matokeo makubwa hata kupita wale waliotutangulia. Mungu, katika jina la Yesu tuko mbele zako Bwana. Ropo kosakandaraba kandora ripa kandaraba shandari kamando ropo kosakandaraba sata repo kosakataya rikamandoko saka ropo kosakandaraba shanda ripa katamandoko taya repo koriantaraba kandora, katika damu ya Yesu rikandaraba shanda ropo koria mando ripa kandari kamando ropo kosakandaraba kandora ripa katamandoko taya riko koriantaraba kanda repo kosakatamandira riapa katamandoko saka ropo kosakanda. Mungu, katika jina la Yesu funua hiyo neema Bwana, funua hiyo neema Bwana, funua hiyo neema, funua hiyo neema iweze kuingia kazini kwa ajili ya kubadilisha historia aliyonayo mtoto wako, ya kutoka kwenye familia yake, historia ya kabila lake, historia ya mkoa wake. Ule mkoa aliotokea unatajwa kwa mambo mabaya, familia aliyotokea inatajwa kwa mambo mabaya, na yamekuwa ni hasara kwake, yamemkwamisha, yamemharibia kwenye leo yake, kama ilivyokuwa kwa Yefta kwenye ukoo aliotokea, kwenye familia aliyotokea, kwenye tumbo alilotokea, lilitajwa kwa mambo mabaya, yale mambo ya ukahaba, na yakamharibia Yefta kwenye leo yake. Mungu, katika jina la Yesu, yuko mtoto wako hapa Bwana, ambaye mahali alikotokea pana historia mbaya, pana ushuhuda mbaya, na alipojaribu kujitahidi sana, ile historia mbaya imemharibia kwenye leo yake. Mungu, katika jina la Yesu ripa kandaraba kandora, katika jina la Yesu, neema yako Bwana inayobadilisha historia za watu iingie kazini, ili kumbadilishia hiyo historia, ili kumbadilishia hiyo historia. Ile neema yako ambayo ilifunuliwa kwa Paulo, yule aliyeitwa muuaji, leo tunamsoma kama mtume. Tunaposema historia yake, tunataja habari za utume wake. Mungu, katika jina la Yesu, hiyo neema na ifunuliwe kwa mtoto wako Bwana, hiyo neema na ifunuliwe kwa mtoto wako katika jina la Yesu. Historia yake isemwe tofauti, badilisha historia yake, isemwe kwa namna nyingine, isemwe kwa namna nyingine. Ropo kosakamando rapa kanda raba kandora ropo kosakanda raba shata ripa kata mandoko sakanda riapa kata mandoko saya repo kosakata mandora ripa kanda raba shanda repo kosakata mando ropo koriantara basata, katika damu ya Yesu ropo kosakanda ripa kanda raba shata. Mungu, katika jina la Yesu, ni kama mkushi Bwana, ni kama chui mwenye madoadoa, ameshindwa kubadilika. Kuna tabia zinamtesa, ameshindwa kubadilika, amejitahidi sana lakini ameshindwa, amepambana kwa nguvu zake, ametumia kila mbinu lakini hajaweza kubadilika. Kuna vitu anatamani kuacha lakini ameshindwa Bwana, na kila wakati vinamrudisha nyuma. Kila anapotamani kuacha anajikuta anashindwa. Nawe Bwana unasema kama ngozi ya mkushi anaweza kujibadilisha, na kama chui anaweza kubadili madoadoa yake, ndipo na ninyi mliozoea kutenda mabaya mwaweza kutenda mema. Tumekuja mbele zako Bwana Mungu, tunachohitaji ni ule msaada ulio kwenye neema yako, uweze kutubadilisha zile tabia za asili, ile tabia ya asili ya kuzaliwa kwetu iliyokuweko kwa
Yerusalemu, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa mama yake, kutoka kwenye mahali ya alipozaliwa. Bwana, mtoto wako, tuko watu wengi ambao tumetembea na asili za kuzaliwa kwa baba zetu, tumetembea na asili za kuzaliwa kwa mama zetu, zile asili za kuzaliwa kutoka kwenye ardhi ya mahali tulipozaliwa zinatufuatilia na kutukwamisha. Bwana, tunaomba neema yako katika jina la Yesu. Nguvu zako Bwana zipite yeyote ambaye ameshikiliwa na hiyo roho ya asili katika jina la Yesu. Imwachie sasa, imwachie sasa hiyo roho ya asili inayomshikilia na kumkwamisha kupitia tabia, kwa damu ya Yesu. Imwachie sasa kwa damu ya Yesu. Imwachie sasa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Imwachie sasa kwa jina la Yesu. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia maisha yake. Toka, achia nafsi yake. Toka, achia roho yake. Toka, achia kwa jina la Yesu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Hiyo historia mbaya na ile roho iliyoko nyuma yake inayotenda kazi nyuma ya hiyo historia katika jina la Yesu, inayomharibia kwenye leo yake, inayomfanya akose kibali katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, hiyo roho iachie, hiyo roho ya historia mbaya kwa damu ya Yesu. Imwachie, imwachie, imwachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakata, tunakata kama Bwana alivyosema, Yerusalemu, ile siku ya kuzaliwa kwako, kitovu chako hakikukatwa, hakutenganishwa na ile asili ya kwao. Katika jina la Yesu, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye hicho kitovu. Tunakata, 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 tunamtenga na hiyo asili ya kuzaliwa kwake, hiyo asili ya kwa baba yake na mama yake inayomfanya awe machukizo, kwa damu ya Yesu, inayomharibia, inayomzuia, kwa damu ya Yesu. Katika toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Funguka kwa damu ya Yesu. Funguka uwe huru. Funguka uwe huru. Neema ya Bwana na ifunuliwe, na ifunuliwe. Hiyo neema ifunuliwe, ibadilishe maisha yake. Neema inayobadilisha ifunuliwe kwake. Neema inayobadilisha ifunuliwe, ibadilishe hatima yake, ibadilishe hatima yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Aliyegeuziwa hatima yake akawekewa hatima mbaya, neema ya Bwana iingilie kati, kama ilivyokuwa kwa Sauli ambaye adui aliingilia kati akambadilishia historia, akamwekea historia mbaya, akabadilisha hatima, akaweka hatima mbaya. Lakini neema ilipofunuliwa ikageuza ile hatima, ikamrudishia hatima yake, ile hatima ya kusudi la Bwana. Nami ninaomba katika jina la Yesu, neema yako Bwana inaweza kubadilisha hatima, imbadilishie mtoto wako ile hatima mbaya ambayo imeandikiwa, ile hatima mbaya aliyoandikiwa na miungu ya kwao, aliyoandikiwa na mizimu ya kwao, ile hatima mbaya kwa damu ya Yesu. Hiyo hatima mbaya ipate kuondoka kwa damu ya Yesu. Toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Neema ya Bwana irejeshe tena ile hatima njema, ile hatima njema, hatima njema ya ndoa, hatima njema ya uchumi, hatima njema ya utumishi, hatima njema ya kielimu. Hiyo neema ya Bwana imrejeshe tena ile hatima iliyoibiwa, hatima iliyozuiliwa, irejeshe tena hiyo hatima, iachiliwe hatima iliyozuiliwa kwenye historia mbaya, kama ilivyokuwa kwa Yefta ambaye hatima yake ilizuiliwa na ile historia mbaya. Neema ya Bwana iingilie kati, iingilie kati. Rapa shandaraba, ropo koria manda, ropo kosakanda, rapa katamandora, rikandaraba shandaraba, ropo koria ntarabasata. Neema yako Bwana ingilie kati, ripa kandaraba kandora. Hiyo hatima ifunguliwe, hiyo hatima ifunguliwe, hiyo hatima iliyozuiliwa kwenye historia mbaya iweze kuachiliwa, iachiliwe, iachiliwe. Hatima ya kielimu iliyozuiliwa kwenye historia mbaya, hatima ya ndoa iliyozuiliwa kwenye historia mbaya, hatima ya utumishi iliyozuiliwa kwenye historia mbaya, hatima ya uzao iliyozuiliwa na historia mbaya, iachiliwe kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo hatima. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Hiyo historia iachie sasa, iachie hatima yake, iachie hatima ya ndoa yake, iachie hatima yake, iachie hatima ya uzao, iachie hatima ya elimu, iachie hatima yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes Lord. Karabashandarabasata ropo kosakamando rapa kandarabakandora ropo koriantarabashata risa kandarabashata mando ropo koriantarabasata. Mungu, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya uaminifu wako Bwana. Sifa na utukufu na heshima ni za kwako Baba. Tunakubariki na kukutukuza. Sante kwa ajili ya siku hii ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili ambayo Bwana tumeuona mkono wako na tumeziona nguvu zako. Na asante kwa ajili ya neema yako ambayo umeifunua tena kwa siku hii ya pili. Nami ninaomba katika jina la Yesu, tutunzie neema na upako wako kwa ajili ya siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya tatu. Mungu, katika jina la Yesu, jina lako libarikiwe na kutukuzwa milele katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu awe pamoja nawe na akubariki tena na tena. Lakini nikukumbushe jambo moja, kwamba tunaendelea tena siku ya kesho. Muda wetu ni saa 4 mpaka saa 5. Tunaanza saa 4 mpaka saa 5. Tunakuwa hewani kwenye channel hii ya Mwalimu Emilian Katubayemo. Karibu sana. Lakini pia unaweza kushiriki ibada hii kwa njia ya utoaji wako wa sadaka. Kuna namba zinapita hapo ambazo unaweza ukatoa sadaka yako kwa ajili ya kazi ya Bwana, na Mungu akubariki sana. Lakini pia usiache kumshirikisha na mtu mwingine na kumkaribisha. Mwambie inapofika saa 4 kamili tuko hewani na Mwalimu Emilian Katubayemo kwenye channel. Ukiingia kwenye YouTube Mwalimu Emilian Katubayemo, share pale, subscribe pale, shirikisha na watu wengine, ili wote kwa pamoja tuweze kujifunza na kuomba kwenye hicho ambacho Roho Mtakatifu anatupa. Mungu wangu akubariki tena na tena. Amen.